mwamuzi ambaye mimi binafsi sijaridhishwa naye. Hata mimi pia. Mimi sijaridhishwa naye kwa sababu hata waamuzi wetu wangeweza kuchezesha kama vile. Isipokuwa kilicho alichokiadi yeye kikubwa sana ni kuondoa zile hisia. Huyu atakuwa refa wa Simba, huyu atakuwa refa wa Yanga. Hicho ndio kitu ambacho amekikosa yeye. Lakini katika level ya waamuzi ni mwamuzi wa kawaida. Kwa sababu gani? Tumekuwa tukizungumza hasa kuhusiana na Alajiga au waamuzi wengine ambao mara nyingi wanataka kubalance mchezo. Hicho ndicho ambacho alikifanya. Mimi kiliniboa kusema ukweli. Kwa sababu kuna sehemu, yani tunapozungumzia mchezo wa mpira wa miguu, kuwepo kwa kadi nyekundu, kuwepo kadi ya njano, maonyo ni sehemu ya mchezo. Lazima. Umeelewa? Lakini inapokuja mwamuzi, kila tukio yeye analifanya kama ni balance. Huyu nilimpa kadi, huyu ni then simpe kadi. Huyu kafanya hivi. Hicho kimeniboa. Kusema ukweli kimeniboa. Kwa sababu gani? Of course kama angechukua action, sawa. Yani kwa kiwango chote kwa 100%, maana yake kulikuwa na kadi kama 4 nyekundu. Red card 4. Mimi nitakwambia kuna wachezaji ambao hawakustahili kumaliza ile game. Sawa. Mfano Kagoma hakustahili kumaliza game kwa sababu kacheza mara kwanza. Tena Kagoma alicheza mfululizo wakati yani kacheza faulo. Afu faulo nyingine iliyofuata ni ya Kagoma tena. Kamchezea Mudathiri faulo. Kamchezea Mudathiri. Mbaya sana. Umeelewa? Mbaya. Alafu baadaye akaja kumchezea alikuwa ni Pakome. Kamchota Pakome. Hiyo Pakome ni ya 3. Ina maana yote naonya hujatoa kadi. Ukaja kwa Damaro. Sawa. Damaro alistahili kadi nyekundu mapema sana. Kafanya kosa la kwanza, la pili, la tatu. La nne akaenda kumkwatua nani? Alikuwa Mpanzu, alikuwa nani? Chama kwa nyuma. Chama. Ya 3. Bado hujatoa kadi. Haya, unakuja kwa Loemba. Kante kwanza, Kante. Yeah. Kante naye alistahili kuchukua kadi nyekundu. Kapiga ya kwanza, akarudi tena ya pili. Umeelewa? Alimpiga nani Kante kama mara 2 hivi. Kakacheza alafu ya. Hajacheza alafu. Ya njano hakuna alafu ambayo alicheza jana. Binafsi. Kante kuna matukio 2 huko kote. Tena kuna moja amemfanyia kama sio Pakome. Kante kafanya mara 2. Kante tukio reckless. Sawa. Sikiza nyingine nimalizie. Nyingine alikuwa ni Mwamnyeto kafanya faulo mara ngapi? Mara 3. Mwalimu kwa maana refa hajatoa kadi. Mimi Lugano amekuja kutoa kadi kwa Dube mara baada ya dakika 90 kuisha. Alifanya Dube alikuwa amemparamia alikuwa ni Kapombe. Yes. Na ilikuwa katoa kadi baada ya Dube kumuongelea. Mara baada kama alikuwa anamfokea hivi. Unajua ilikuwa ni tukio baada ya faulo ya pili kutokea. Na walikuwa na style Simba kupata faulo. Mchezaji alikuwa anafanyia. Naomba nimalizie hapo afu tutamalizia. Unajua kwa nini nasema ni mwamuzi wa kawaida? Yaani alitondolea tu hisia za Usimba na Yanga, lakini alienda kuharibu pia mchezo. Mchezo kwa kadi pia ni sehemu ya mchezo. Kwa sababu unajua kuna kipindi unaweza kumwacha mwamuzi yule akaenda kuleta wachezaji wanaweza kuleta madhara. Ukamwacha tukio la kwanza akamfanyia nusu, akaenda kumfanyia mtu mwingine akaona ni sawa tu. Lakini kama umetoa kadi, kuna mwingine huko unampa tahadhari kwamba sisi nikapata kadi na mimi. Umeelewa? Kwa hiyo unatengeneza game katika mfumo ambao unakuwa na heshima na kuheshimiana. Mwisho wa siku yeye kaenda kubalance mchezo.